Bana, huu ni uchambuzi wa thamani ya Diamond Platnumz katika sanaa ya muziki wa Bongo Flava kutoka katika jukwaa mpaka kufika katika ndege binafsi, nikiwa na maana kwamba Diamond Platnumz alipanda private jet. Katika dunia ya muziki wa kipaji chake basi hakitoshi, ushawishi wake binafsi, yani ikiwa inamaanisha kwamba branding pamoja na madoido mbalimbali ambayo huwa anayafanya basi zimeweza kumfanya Diamond Platnumz kuwa na mbinu za kibiashara na uwezo wake kufikia masoko makubwa ya kimataifa. Bana, kwa hivi sasa vinazidi kupewa uzito mkubwa sana kulingana na kipaji chake hichi ambacho anacho, haja ya watu wengi kuweza kumuona, lakini pia katika sehemu mbalimbali ameweza kuonekana kuwa ni mmoja kati ya msanii wa Bongo Flava ambaye basi anafanya vizuri. Jina lake kamili anaitwa Nasibu Abdul Juma Isaac, maarufu kama Diamond Platnumz, ambaye mara nyingi tena katika maonyesho yake amekuwa akionyesha kuwa si tu star bali mwanamuziki na ni nembo kubwa sana ya kiuchumi katika sanaa ya Kiafrika. Yani kwa kifupi, Diamond Platnumz ni tunu katika swala zima la sanaa. Sasa hapa ninakupa muktadha wa tukio zima ambalo basi limetokea huko katika moja kati ya hafla fupi iliyofanyika huko Zambia. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Zambia na mitandao mingine ya kijamii, nikimaanisha kwamba Diamond Platnumz alialikwa kutumbuiza katika harusi ya kifahari ya mfanyabiashara maarufu Jimmy Karabasi na mkewe Kadi iliyoweza kufanyika Lusaka. Kinachoibua mjadala mkubwa ni kiasi cha fedha alichoweza kulipwa. Basi Diamond Platnumz aliweza kulipwa takribani milioni 18 ambazo kwa sasa ni shilingi bilioni 1 za Kitanzania, ambazo kule wanaziita takribani kwacha milioni 18, lakini sasa kwa Tanzania ni bilioni 1.8 za Kitanzania, pamoja na matumizi ya ndege binafsi, yani kimaanisha kwamba private jet kwa ajili ya usafiri wake. Kwa hiyo Diamond Platnumz katika siku ya jana bwana aliokota. Sio jambo la kuongea taratibu. Diamond Platnumz alijichekecha na akahakikisha kwamba anatoka kama alivyo, yani amekuja kama maskini na anaondoka kama tajiri. Hili si tukio la kwanza kwake Diamond Platnumz kuweza kutumbuiza katika matukio ya kifahari, lakini pia ni mara nyingine tena, na hii ni thamani kubwa sana iliyozidi kuwekwa kwa jina lake, inazidi kufungua ukurasa mpya kuhusu msanii huyu. Na je, tunaelekea kwenye zama za wasanii wa Afrika kulipo kama wasanii wakubwa wa huko Marekani au kulipo kama wasanii wakubwa wa Hollywood? Hii ina maana kubwa sana. Basi hapa nakuletea uchambuzi kwa kina thamani yake hii mpya ambayo inazidi kukua siku hadi siku. Sanaa hii ni kama biashara, nikiwa na maana kwamba Diamond Platnumz kwa sasa ni biashara kubwa ambayo inatembea. Branding ya Diamond Platnumz inazidi kutangazika siku hadi siku. Diamond si msanii tu, bali ni taasisi ya kisanaa. Amejenga chapa yake, nikiwa maanisha kwamba amejenga jina lake binafsi linaloweza kuvuta watu wengi katika mipaka mbalimbali na nje ya Tanzania na Afrika Mashariki. Kwa sasa jina lake linaambatana na ubora wake wa hadhi ya heshima anayozidi kuonyesha katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Hii ndio sababu Diamond Platnumz hafai tu kutumbuiza kwenye tamasha lolote, anatakiwa kuwa ni sehemu ya matukio ya elite kama harusi. Hii ni harusi ya kifahari, yani kimaanisha kwamba matukio yale ambayo ni ya pesa nyingi sana. Sasa katika swala zima la private jet ambalo katika siku za karibuni limeleta mtafaruku mkali sana kwa upande wa kwake Harmonize. Sasa hii sio mbwembwe, bali ni uwekezaji wa kibiashara bwana. Sasa wakati baadhi ya watu wanaweza kuona kwamba matumizi ya ndege binafsi kama ni maonyesho ya mbwembwe za hapa na pale kwa wasanii ambako wanakuwa na kiwango kikubwa kama cha Diamond Platnumz, hii ni sehemu ya image control, kuonekana kuwa ni mtu ambaye yuko na private jet na anaweza kuongeza heshima yake na hadhi kwa waandaaji wengine wa matukio. Hivyo anazidi kuongeza thamani yake na huduma yake ambayo amezidi kuigawa siku hadi siku. Pia basi hii inaweza basi kupeleka ujumbe kwa hadhi kubwa sana kwa mashabiki wake na makampuni yanayoweza kumdhamini au kumhitaji pale ambapo watakuwa na jambo lao. Ni jambo ambalo Diamond Platnumz mpaka kwa hivi sasa anawaogopesha hata baadhi ya wadhamini au endorsement mbalimbali. Kumtikisa Diamond Platnumz kwa sasa hivi ni kitu kikubwa sana, unabidi uwepo nacho mkononi, sio jambo la kucheka tena. Mabadiliko makubwa sana ya tasnia ya muziki wa Afrika sasa hivi basi unazidi kuonekana kwamba muziki wa Afrika unalipa. Sio muziki ule ambao tulikuwa tunaona kwamba ni muziki wa kuimba huko chumbani au ni muziki wa kuimbiana wewe na washikaji zako. Sasa hivi unalipa na unaonekana kwamba unazidi kuonekana kwamba ni muziki ambao
una uwezekano mkubwa wa kuweza basi kubadilisha maisha ya watu wengi na wasanii wengi katika sehemu mbalimbali. Kiasi hichi cha malipo ambacho Diamond Platnumz ameweza kukipata kinathibitisha kuwa ni tasnia ya muziki ya Bongo Flava inazidi kukua barani Afrika na imezidi kubadilika kwa thamani kubwa sana. Zamani ilikuwa ni nadra sana kwa wasanii wa Kiafrika kulipwa kiasi cha mamilioni kwa onyesho moja tu. Leo Diamond Platnumz ameweza kuwakilisha wasanii wa Kiafrika wanaoweza kushindana naye na mastaa mbalimbali ambao basi katika nchi na mataifa mbalimbali. Basi sasa hivi Diamond Platnumz mapato yake yanazidi kukua siku hadi siku na mvuto unazidi kuonekana kulingana na kwamba anawavutia pia hata wafanyabiashara kutoka katika nchi mbalimbali kuja kufanya onyesho katika show yao. Matokeo pia ya ushirikiano wa bidhaa za kibiashara, Diamond Platnumz amekuwa ni mstari wa mbele sana kuunganisha muziki wake na biashara mbalimbali. Kampuni yake ya WCB, yani kimaanisha kwamba Wasafi Classic Baby, ina ushirikiano wake mkubwa sana na wasanii wa nje kama Rick Ross, na uwekezaji wake katika vyombo vya habari kama vile Wasafi TV na Wasafi Radio vimeweka kuwa ramani kubwa sana katika swala zima la muziki wa Afrika. Lakini pia kwa sasa hivi sio jambo la kawaida kwa Diamond Platnumz kutembea na private jet. Hapana, ni jambo ambalo ni la kushtua kwa kweli, ambako sasa hivi thamani yake kumtikisa inabidi uwe na kiasi kikubwa sana cha pesa. Je, ninataka tu kukuuliza swali moja. Je, thamani hii inamaanisha nini kwa sanaa ya Tanzania? Kwa sababu ukijaribu kuangalia thamani ambayo Diamond Platnumz ameweza kupewa kiasi cha pesa cha katika show moja tu ni 1.8 B. Bana, ni jambo kubwa, sio jambo la kitoto hili, ambayo tena show hiyo ni ya masaa machache, sio show hata ya kutoka majasho, sio show hata ya kuvurugika, ni show ya kuchangamsha tu dakika chache huku baada ya muda mfupi wewe unajiachia. Hii ni fursa kubwa sana kwa wasanii wengine mfano kama wakina Harmonize na wadau wa sanaa na serikali kiujumla basi kutambua kuwa sanaa hii ni sekta inayoweza kuleta mapato makubwa sana, na kama ikiwekezewa pesa nzuri na mazingira bora. Kama Diamond Platnumz ameweka kiwango kipya cha thamani ambacho si rahisi kufikia bila nidhamu ya aina yote. Hii ninakupa kwamba Diamond Platnumz kwa sasa ni mmoja kati ya msanii anayelipwa vizuri kwa uwekezaji wake katika swala zima la muziki wake kuanzia kipindi cha nyuma mpaka kwa sasa kumeweza basi kuleta mapato makubwa sana. Inamaanisha kwamba public image kwa sasa hivi ni kubwa. Yani image yake katika tasnia kwa sasa sio ile ambayo tulikuwa tunaijua katika kipindi cha nyuma, ni kubwa sana. Diamond Platnumz ana ushawishi, Diamond Platnumz ana uwezo mkubwa, Diamond Platnumz ana uwezo wa kufanya show ambazo wasanii wengine hapa Bongo wakienda kuzifanya itakuwa ni kamzozo. Ngoja tuone, lakini sijajua. Wakati mwingine wasanii upuuza kama vile kwenda kufanya show za harusi ni show za kishamba, lakini kwa Diamond Platnumz amekuwa akizipa kipaumbele na anapokea pesa nzuri. Wacheza muziki, lakini Diamond Platnumz ni mmoja kati ya mtu ambaye ameenda nao pia. Nikiwa namaanisha kwamba madansa wake ameenda nao, wakina Mose Yobo tumewaona kule na wamevaa vizuri, wamependeza vizuri, walikuwa kwenye ndege kwa pamoja na walikuwa wana enjoy. Sasa mimi nadhani kwamba Diamond Platnumz kwa sasa hivi ni mfano hai wa wasanii ambao wanaweza kubadilisha muziki huu kuwa bidhaa moja sana kali ya kifahari na kupanda kwa thamani yake hadi kulipwa B1.8 kwenye harusi binafsi, na sio swala la bahati. Hili ni swala la uwekezaji, ni matokeo ya kazi na maarifa ya kibiashara ambayo Diamond Platnumz amekuwa akifanya kwa muda mwingi sana. Kwa wasanii wa kizazi kipya, basi ili tukio ni kioo na somo kubwa sana la thamani ya msanii, si katika sauti ya pekee bali ni katika mitazamo ya uwekezaji na uwezo wa kusimamia jina lake kama biashara. Kwa hiyo wasanii wengi basi wanafaa wajifunze katika jambo hili. Bana, katika kitu ambacho Diamond Platnumz ameweza kusucceed ni pamoja na kwamba ameweza basi kutoboa anga la Afrika Mashariki nzima kiujumla. Wanamheshimu na wanamjali katika swala zima la kifedha, wanaliheshimu pia. Inawezekana hata walikuwa wanataka B2 ndio wakashusha angalau hizo milioni 200 wakampa B1.8. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Bye bye for now.